Kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kesi imeendelea tena hii leo ambapo Tundu Lissu ameweza kujitetea kwa kiasi kadhaa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo Lissu ameweza kuvizungumza kwenye utetezi wake, ni ule mfululizo tu wa kujitetea yeye mwenyewe kama sheria inavyohitaji, kwa sababu amekutwa na kesi ya kujibu. Kwenye hii kesi ya uhaini amekutwa nayo ya kujibu, kwa sababu anayotuhumiwa nayo ni kweli aliyazungumza, kwamba watakinukisha, kwamba atahamasisha waasi na atazuia uchaguzi. Ni kweli, na jamhuri wao waliweza kupeleka hayo malalamiko, na au kwa upande wa mashtaka hilo ndio shtaka lao kuu, na kweli alilizungumza. Kwa hiyo mahakama imemkuta na kesi ya kujibu, kwa hiyo anajibu. Sasa kwenye kujibu ndo huko anakujitetea. Ni mfululizo wa utetezi ambao yeye anautoa. Sasa kwenye utetezi wa leo amezungumza vitu vingi, lakini kwa haraka au kwa ufupi, kwanza ameweza kumtaja aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema enzi hizo au aliyepita kabla yake kuja kuchukua madaraka, kwa maana Freeman Mbowe. Kuna namna ambavyo yeye haelewi Mbowe ni mtu wa namna gani, anashindwa kuweka tu hadharani kwamba Mbowe anatumika, Mbowe ameisaliti chama, kwa sababu wamemshtumu kwamba walikuwa wana kesi ya ugaidi walikuwa wanapambana nayo, ambayo kama mnakumbuka, Mbowe aliweza kukamatwa na hiyo kesi ya ugaidi takriban miezi 8 kama sio 7-8 alikuwa yupo gerezani mahabusu, gereza la Ukonga ambalo Lissu yuko sasa hivi. Aliweza kuwekwa kule takriban kwa miezi mingi hivyo, lakini mwisho wa siku walipambana ikafika stage kwamba Mbowe amekutwa na kesi ya kujibu, inabidi sasa na yeye aanze kujitetea. Ilipofika wakati wa kujitetea, Mbowe hakuonekana mahakamani. Kwa mujibu wa Lissu anasema kuonekana mahakamani, lakini kesho yake tunamuona Ikulu. Umeona? Kwa hiyo leo kwenye utetezi aliweza kuzungumza kitu cha namna hiyo. Lakini kingine alipotoka hapo akazungumza pia, akasema kwamba mimi hapa anasikitika kwamba mimi niko mahakamani mwenyekiti wake, lakini mwanachama wangu ambaye ni Mbowe hayupo mahakamani, yupo na mama zake Rufiji wanazindua bwawa la Nyerere. Kwa ni maneno ambayo kwa haraka yake yanaonekana kwamba ni maneno ambayo yanamuumiza mno. Kwanza haelewi kwa namna gani kesi ilivyoisha, japo kwenye upande mwingine wa utetezi yeye alizungumza kwamba mimi Tundu Lissu na wenzangu, kwa maana anasema alipofika, kuna kipindi alikuja Tanzania, ikabidi haondoke tena, akakimbilia ubalozi wa Ujerumani. Alipofika ubalozi wa Ujerumani, kwa sababu alivyorudi baada ya kipindi kile koso zile, alivyorudi Tanzania hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Akaona bado watu wa usalama wananifuatilia, basi ikabidi akimbilie ubalozi wa Ujerumani. Alipofika ubalozi wa Ujerumani ikabidi asafiri aende nje ya nchi. Alivyoenda nje ya nchi akakutana na Samia huko, kwa maana kuna muda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alienda kwenye ule mkutano wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya. Kulikuwa na mkutano wa pamoja uliweza kufanyika huko Ulaya. Kwa hiyo alipofika kule mwenyewe anazungumza kwamba Samia alihitaji akutane na Tundu Lissu. Alimuomba Tundu Lissu akawasilisha kwa viongozi wake wa chama pamoja na wenzake ndani ya Chadema. Wakasema kweli ni jambo zuri, nenda kazungumze naye tujue nini kinatokea. Walipofika akamwambia Samia anazungumza kwamba Tundu Lissu unahitaji niamalize yale ambayo Magufuli aliyaanzisha, nataka tuwe pamoja kwenye haki, tujenge nchi, ndo hicho. Lissu akasema sawa, lakini kabla tujaenda huko anza na yale ambayo mmemfungulia mwenyekiti wetu Mbowe, kesi ya ugaidi ifutwe, kesi ya uongo ile ni ifutwe, lakini pia tutajadili sasa katiba, lakini pia na tume huru ya uchaguzi. Hayo ndo maneno ambayo Tundu Lissu aliweza kuyazungumza pia mahakamani. Sasa ukiangazia hapa tunaona kwamba anasema kwamba yeye ndo aliyekuwa sababu ya Tundu Lissu au ya aliyekuwa mwenyekiti wa zamani Mbowe kuachiwa. Lakini baadaye anazungumza kwamba inakuwaje imefika kwenye kesi ya Mbowe wakati wa utetezi hatumuoni mahakamani, tunamuona Ikulu. Kuna kauli mbili hapo binafsi mimi zinanichanganya za Tundu Lissu, kwa maana alizungumza kwamba yeye Samia alivyomuomba wakutane huko Ulaya wayamalize, akasema anza na kesi ya ugaidi ambayo mwenyekiti wetu amesingiziwa Mbowe, umeelewa, ni kesi ya uongo ifutwe,
Anasema kweli kesi ikafutwa, lakini leo baadaye sasa kwenye maelezo mengine anazungumza kwamba kesi ya ugaidi ya aliyekuwa mwenyekiti wetu Mbowe of course ilikuwepo, ilifika katika hatua ya utetezi kama nilivyokuwa nayo mimi sasa hivi. Baadaye hatukumuona Mbowe hapa mahakamani, hakuja, lakini akaibukia Ikulu. Kwa hiyo hayo ndo maneno ambayo binafsi yameweza kunichanganya kwenye utetezi wake, kwamba anataka aaminishe watu kwamba Mbowe hakuwa miongoni mwao. Anaaminisha wanachadema wa Tanzania kwamba Mbowe hakuwa miongoni mwao. Kuna namna ambavyo imetokea, lakini akaenda mbali zaidi akasema mimi mwenyekiti wake niko hapa mahakamani na kesi haji mahakamani, lakini anaonekana na mama kwa maana anazidi kupigilia msumari, anazidi kuwaaminisha wanachadema kwamba mnamuona huyu mwenyekiti wetu ni mtu wa namna gani. Mimi mwenyekiti wake nipo huku, lakini huyo mwanachama wangu yuko na mwenyekiti wa chama kingine, wanazindua miradi yao huko Rufiji. Ni jambo ambalo Lissu ameamua kuliweka wazi sasa na kutuma ujumbe kwa wanachadema, kwa Tanzania na kudhihirisha kwamba kweli hiki chama kilikuwa kiendeshwa na mtu sahihi enzi hizo, na ndio maana chama ambacho kilikuwa kama kipo down anawaaminisha hivyo kwamba aliyekuwa mwenyekiti. Tunakumbuka kipindi kile cha uchaguzi maneno yalikuwa ni mengi mpaka Mbowe akatishia akasema baada ya uchaguzi tutawawajibisha wanachadema. Haiwezekani unazungumza kashfa, mambo ambayo hayana msingi, mambo ya kukaa sisi kama Chadema ndani kuyazungumza, tunashangaa hayo mambo wanayatoa nje. Kwa hiyo sasa Lissu anaamua kuweka wazi kwamba Chadema kilikuwa hakipo kwenye mikono salama, kwamba Mbowe hakustahili kuwa mwanachadema, umeelewa, ambaye angeweza kuhakikisha kwamba anakomaa kwenye upinzani mwisho wa siku chama kikapata uhuru wake. Na ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo alipigania Lissu ni kuhakikisha chama kinakuwa huru na kinakuwa na vyanzo vyake vya kipesa. Kwa hiyo hayo ndio miongoni ambayo Lissu ameyazungumza kwenye utetezi. Of course kesi inaendelea, lakini nitaka tuzungumze au tuangazie hapa tu ambapo Lissu anaamua sasa kuyatoa ya moyoni. Peleka kashfa ya moja kwa moja kwamba unatumika, kwamba 1 2 3 wewe haukuwa sahihi, lakini ana kwa maelezo yake ya msingi kwamba mimi niko mahakamani, mwenyekiti wake mwanachama wangu hayupo, yupo na mwenyekiti wa chama kingine wanazindua miradi yao, kwa maana huyu mwenyekiti hayupo. Lakini pia kuzungumza kwamba kipindi kile kesi inaendelea, kesi yake ya ugaidi, mwisho wa siku hatukumuona mahakamani, tukamuona Ikulu. Of course ni jambo lingine, anazidi kusiliba kwenye chumvi, au anasiliba chumvi kwenye kidonda kwamba huyu mwenyekiti hakuwa mtu sahihi.